Tume ya Bunge ya Afya na Masuala ya Ukimwi wakiwa kwenye kikao baada ya ukaguzi wanahoji sababu za kutokamilika kwa ujenzi huo na kisha kutolewa majibu na wahusika. Changamoto kubwa tuliyokutana nayo niseme tu ilikuwa ni issue ya malipo. Unaweza kaona kama mradi nimesema itakiwa uishie tarehe mwezi wa 6 2025, lakini sasa hivi tuko asilimia 57. Ni dhahiri kwamba tulikuwa kuna changamoto tunayokutana nayo. Kwa mkandarasi peke yake ameshalipwa bilioni 7.3. Alafu mshauri elekezi ndo amelipwa bilioni 1. Kuna certificate yoyote ambayo anadai? Sasa hivi anadai ameleta ni juzi, Ijumaa iliyopita. Kwa hiyo tayari process imeshaenda wizara. Ya kiasi gani hiyo? Milioni 950. Milioni 950. Sasa epuka Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa rekodi nilizonazo hapa mpaka sasa hana mkandarasi anachodai. Kwa hiyo na analipwa kulingana amefanya kazi, ana raise certificate na raise. Kwa hiyo tutashauriana naye tuende pale site, tutashauriana naye ili aende haraka ili tuwe, kwa sababu naye akichelewa kumaliza ina maana pia na hawezi kuraise certificate, kwa hiyo tunachelewa. Lakini ni mkandarasi mzuri, msikivu, na kama ambavyo umeona anafanya kazi nzuri na analipwa. Kwa hiyo naomba tu niwatoe wasiwasi. Ukiangalia manake hawa wapendwa wote wetu huwa wanachukua hilo eneo tukadhani muelewe mkandarasi hadai chochote, lakini atafanya kazi ili aweze kuraise certificate mapema. Kwa hiyo baada ya kutoridhishwa na majibu hayo, wapo wajumbe wa kamati hiyo walioshauri jambo hilo kupelekwa katika kamati ya Bunge ya uongozi, na wengine wakitaka wizara hizo mbili kukutana. Tumeenda Mara, jengo zaidi ya miaka 30 linajengwa. Kwa nini na hapa tusipate wasiwasi kwa trend hii ya utokaji wa pesa na jengo hili litajengwa zaidi ya miaka 20 wakati anatakiwa lianze kutoa huduma? Leo kuna bila kuja kutokea. Lakini hii trend sio sawa sawa, na nikuombe mwenyekiti uridhie na uungane na sisi. Nadhani huko wenzangu umeona namna walivyo. Tunatamani jambo hili sasa lifike kamati ya uongozi, Benjamin Mkapa wapewe pesa. Na ukiangalia hapo wanatoa pesa mara moja. Na hizi certificate zina umri karibu wa mwaka mmoja toka inalipwa. Tunapojaribu kuficha watakaoumia ni wananchi. Fedha haziji na haziji kwa wakati. Mimi nimeuliza swali langu hapa hawajanijibu. Kwa nini mshauri mwelekezi amelipwa fedha nyingi kuliko uhalisia wa kazi aliyofanya? Maana sasa hizi hela aliyobaki kazi kwa 57 anadai milioni 400 kati ya 1.4. Kati ya 1.4 alikuwa anatakiwa alipe. Hapa kuna shida. Na mimi naona mwenyekiti tufuate ushauri wa Mwambe. Ili swala tulipeleke kwenye kamati ya uongozi ya Bunge kwamba tumekwenda Benjamin Mkapa, hatujalizishwa na upatikanaji wa fedha unavyoenda. Fedha haziji na tunapewa majibu marahisi tu kwenye uhalisia. Sisi za kuona hili jengo linakamilika kwa wakati. Mkandarasi yule ni mzuri, amelipwa 27% lakini amekimbiza kazi mpaka 57%. Kwa hata tukimlipa nusu ya kazi anaweza akamaliza, akabaki anatudai. Na mimi nimemuuliza waziri, kwenye hii budget tunaokwenda kuipitisha mwezi ujao, je, atatenga fedha kwa ajili ya hii kazi? Hajanijibu hilo swali. Sasa commitment yake mimi sijaona commitment ya serikali hapa. Kwanza kuwa na mashaka hapa ni kana vile hatuna imani na Daktari Samia. Kwa mimi niko nadhani mheshimiwa mwenyekiti, sisi kamati imani yetu ni kubwa. Kwa hiyo tunaomba tu Wizara ya Afya wawasiliane na Wizara ya Fedha na kwenye vikao vya kamati vya budget tuletee taarifa, alafu tuone namna bora zaidi ya kushauri. Sasa tujafikia wakati wa kwanza kushtakiana tena hapa. Mjadala huo ukahitimishwa na mwenyekiti wa kamati hiyo Hassan Mtenga kwa kutoa maelekezo ya jumla. Ukisikia wajumbe hawa wanalalamika yaliyosoma kwenye vitabu huko, wewe ni kuwa pole, yapokee na wewe yasukume sehemu inayokwenda. Tumetoka mwaka jana hapa, tulikuta hapa hali si nzuri. Na tunamshukuru sana naibu waziri. Tena tulikuja naye na tukamweleza kama haya tuliomueleza leo. Tulivyoondoka sisi hapa, fedha zilipatikana kwenye hospitali ya Benjamin William Mkapa. Pigeni makofi basi. Kwa hiyo mheshimiwa naibu waziri, nendeni mkakae na wenzenu muwatafutie fedha Benjamin William Mkapa. Ni vyema sisi tunashauri mngekaa na waziri wa fedha, kwa sababu sekta hii ya afya ni sekta mama ambayo kama tutakuwa tunazalisha wagonjwa, hatuwezi kuwa na taifa mbadala lenye nguvu kazi hata siku moja. Na kama ingewezekana kwenye awamu yetu hii sasa ya vikao vyetu vya kamati,
mkituitia waziri wa fedha tujadiliane naye, kwa sababu sio hapa tu, toka tulikotoka tumeona hivi vitu. Lakini Mheshimiwa Rais anatoa hizi fedha, anahitaji matokeo, na anapohitaji matokeo, ina maana akipata matokeo mazuri na Watanzania wanakwenda kupata matokeo mazuri. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa, ujenzi huu ambao ulianza mwaka 2022 unatarajiwa kukamilika mwezi Juni mwaka huu, licha ya mashaka yaliyoonekana ya kutofikiwa kwa lengo hilo. Joyce Mwakalinga, Azam News, Dodoma.